Ni ripoti za TV Media kutoka hapa katika halmashauri ya mji ya Masasi mkoani Mtwara, ambapo leo Machi 9, 2026 mbunge wa jimbo la Masasi Dr. Leonard Akwilapo amekutana na wakuu wa shule za sekondari pamoja na kukabidhi vitabu 3661 ili kuinua kiwango cha elimu. Nilikuwa na kikao na watendaji wa sekta ya elimu katika halmashauri ya mji wa Masasi. Sasa mimi nikiwa kama mbunge wa jimbo hili niliona ni muhimu nikutane na wote wanaosimamia masuala ya elimu katika halmashauri hii, nikitambua kwamba elimu ndio msingi imara kabisa wa maendeleo. Ukitaka kuwa na jamii iliyoendelea, iliyo na maendeleo, lazima uweke mkazo katika upatikanaji wa elimu. Na nitoa mfano kwamba ni elimu tu ambayo inaweza kumfanya mtoto wa maskini akaja kuwa kiongozi mkubwa katika nchi. Na tumeongea nao kuhusu azma hiyo ya serikali kwa ujumla wake ya kunyanyua mambo ya elimu katika nchi yetu, na tunajua kwamba kuna juhudi kubwa zimefanywa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI katika kuboresha miundombinu katika shule, katika kuongeza idadi ya walimu, na niliwaambia Mheshimiwa Rais alitoa ahadi wakati wa kampeni kwamba ataajiri walimu 7,000 na ameshafanya hivyo, lakini mambo mengine mengi yamekuwa yanaendelea. Kwa hiyo kwa upande wetu mimi nimewasisitiza na kuwakumbusha azma hiyo ya kuwa na ari kubwa na kufundisha kwa bidii ili kuwanyanyua watoto wa maskini nao wapate kuwa na nafasi za maendeleo katika nchi yetu. Lakini kwa upande mwingine tumewaletea vitabu, nimegawa jumla vitabu 3667 vya shule za sekondari. Hivi vitasaidia katika mambo ya kujifunza na kufundishia katika shule zetu. Mnavyojua ufundishaji unahitaji sana zana, na moja kati ya zana kubwa kabisa katika kufundisha ni vitabu. Kwa tunawatoa hii awamu ya kwanza, lakini tutakuja tena mara ya pili, tutaongeza idadi ya vitabu. Lengo kubwa ni kwamba tuwape walimu nafasi ya kuweza kufanya kazi zao kwa ufanisi na kuwafanya wanafunzi wawe na vitu vya kujipatia elimu. Lakini vile vile amezungumza kuhusu matatizo ya miundombinu katika shule, na nimewaambia matatizo ya miundombinu, hata Mheshimiwa Waziri Mkuu amelizungumza hilo, Dr. Mwigulu Nchemba, kwa mfano kuhusu mambo ya matatizo ya vyoo, matatizo ya maji, ameshatoa maelekezo kwa watendaji wote wa serikali. Tatizo la vyoo lisiwe tena issue katika shule zetu. Kila mtu hakikisha mahali alipo wanafunzi wanapatiwa vyoo vya kutosha kwa idadi yao. Lakini vile vile amezungumzia habari za maji, na sisi tumelipokea na tumesisitiza hapa tuhakikisha kwamba wanafunzi wabebi vidumu kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuelekeza. Tutafanya juhudi zote ili wanafunzi waweze kuchimbiwa visima katika maeneo yao ya shule. Nawashukuruni sana. Nao baadhi ya walimu waliohudhuria hafla hiyo wamekuwa na machache ya kuzungumza. Mkuu wa shule ya sekondari Temeke Masasi. Mimi wangu ni moja tu, kwanza la kushukuru na pongezi Mheshimiwa mbunge na waziri. Mimi nimewiwa kutoa pongezi kwa vitabu vilivyotuletea vya mara ya kwanza vya kiada kwa ajili ya wanafunzi. Tulipata nadhani karibia shule zote za sekondari. Vitabu vile vimekuwa ni chachu katika shule zetu, vimekuwa chachu kwa wanafunzi wetu, maana tulikuwa tuna uhaba wa hiyo vitabu. Vitabu vya kiada tu haviwezi vikamsaidia mwanafunzi. Pia ulituletea vile vitabu ambavyo vina baadhi ya maswali na majibu katika miaka tofauti tofauti. Tulivipokea kwa mikono miwili, vimetusaidia, tunavitumia na wanafunzi wetu wamevifurahia. Kwa hiyo cha kwanza ni kupongeze kwa hilo na tukushukuru. Uliliona na sisi pia tumeona uhitaji wako wa elimu ya halmashauri ya mji Masasi kwenda mbele. Kwa hiyo tuzidi kukuomba, ingawa nimesikia leo pia kuna kitabu hapo. Kwa hiyo naona bado lile wazo la kuinua elimu bado unalo na unatupa facilities mbalimbali. Jambo moja ambalo napenda nifikishe kwako Mheshimiwa mbunge na waziri, na jambo lenyewe kwa sababu Masasi inaendelea kukua kwa kasi na hizi taasisi zetu zinaendelea kujengwa siku hadi siku, ningeomba kuwe na mkakati madhubuti wa kuhakikisha kwamba hizi shule zetu zinazojengwa kwamba zipimwe na kupatiwa hati miliki. Nalitoa hilo kwa kama angalizo ili baadaye sije ikatokea migongano huko tunakoendea katika maeneo haya tunaomba kujenga shule zetu. Tuna changamoto ya uendeshaji wa mitihani ya kutosha kwenye mashule yetu ambayo kimsingi inatugharimu kwa kiwango kikubwa sana. Nikuombe jitihada kubwa zifanyike kwenye uwezeshaji katika eneo hilo.
mitihani karibia 400 ambayo kama halmashauri tumeitengenezea ili tuweze kuifanya, ambayo hiyo uwezeshwaji itatambue na ndio tunaenda uwezeshwaji huu kwa sisi. Bajeti yetu ya uendeshaji wa mitihani ili tuweze kufanya vizuri kabisa na shule zisiweze kuathiriwa, tulikuwa tuna bajeti karibia milioni 66 ambayo tulikuwa tumeona kama endapo halmashauri mkiibeba na mkatuwezesha kama kwenye shule zetu, naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Kama mnaweza kufanya hiyo bajeti kila mwaka ya uendeshaji wa mitihani, mtakuwa mtufanyie vizuri sana na naamini tutaweza kuangusha. Kutoka hapa Masasi mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.